sijui wale watu hapo kujua likatokea. Pastor Christian Church unasema alienda sehemu za baridi huko. Sasa I don't like cold. Hapo kujua likaanza kutokea. Wamefikia level za juu za Mungu. Lakini sasa transformation inakuwa inaendelea. Ili tumfananie Kristo. Ili tufanane na Yesu kabisa, tabia zetu, kuwaza kwetu, transformation ni kitu kikubwa sana. Kwa hiyo
juu ya roho ambazo zipo katika uumbaji, roho ambazo zipo katika ardhi, roho ambazo zipo katika anga, roho katika maji, katika miti na mambo mengine kama haya. Sasa hapa tofauti na kukemea pepo, hapa kwa mfano tungeota, nitakupa mfano wa rahisi wa kueleweka. Unajua mmewahi kwenda labda kwenye mikutano ya Injili, si ndio? Naenda kwenye mikutano ya Injili alafu ghafla mvua inaanza kunyesha. Mmewahi kukutana hali kama hiyo? Na kuna watu wameisha mikutano kwa sababu hiyo, si ndio? Sababu ile mipango ya giza kuwafanya watu ambao walitakiwa waje kwa Yesu hiyo siku, wakiona mvua tukaroane tena, wanarudi nyumbani. Kwa shetani waka na manipulate. Nifanye mikutano ya Injili, unaona wingu linatanda, kipindi cha kiangazi kabisa. Kipindi cha kiangazi kabisa, unaona wingu limetanda jeusi, mwenye kama haya. Na nakumbuka siku fulani, sasa ilikuwa 2019, nilikuwa kwenye mkutano wa Injili wa nje, unafundisha kuhusu uwezo wa damu ya Yesu. Ghafla ukaanza kuja upepo. Upepo ule kimbunga, sinafahamu. Upepo unakusanya uchafu, unakuja pale, unakuja eneo lile la mkutano. Nikakumbuka Yesu alipofanya, alipokuwa katikati ya dhoruba, aliwaambia upepo tulia. Walipotaka kwamba kaukemea upepo, nayo bahari ikawa shwari. Sasa hapo unahusika, unadili na spirits in creation, vitu ambavyo vipo katika uumbaji. Una uwezo wa kuamuru upepo, una uwezo wa kuamuru mvua, una uwezo wa sasa hapa kwa ambao unapenda maombi hapa, unapokuwa unaombea sijui mambo ya mbingu, vitu ambavyo viko mbinguni ambavyo vinaweza vika demonic manipulation, vika influence hapa ndio penyewe sasa. Kwa hiyo nikasema upepo koma katika jina la Yesu. Nimesema upepo koma katika jina la Yesu. Kile kilikuwa kama kimeyuka. Alafu sasa Mungu alipomwaminifu, watu wakaanza kulipuka mapepo. Kwa hiyo yaani upepo ulikoma. Si vitu ambavyo nakwambia kwamba ni vitu ambavyo nimeviona. Huko unaona kimbunga kinakuja, yaani watoto wanageuka, wanataka kunyuma benchi, wanajua. Sasa upepo koma katika jina la Yesu. Ukaiuka ghafla, watu wakaanza kuvuka pepo huko. Kwa hiyo baada ya neno ikawa imeisha bali. Chapa maombi Yesu akafungua watu utukufu wake. Kwa hiyo my friends, tutakutana na mazingira ambayo yanawabishia. Kuna mazingira ambayo ni mabishi. Lakini kadri ambao unapokea maelekezo ya Roho Mtakatifu na kumtii, wale wanaoongozwa na Roho, wale ambao wanamtii Roho Mtakatifu ni wana wa Mungu. Usisahau kwamba mazingira hayataki kuzuia hatima yako katika jina la Yesu. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Hatua ya tatu ya hivyo vya Mungu ambayo inakuwa juu yako ni kukusaidia kuwa na